sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 34, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Danieli sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 18. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 21 aya ya 20 hadi ya 28. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya taifa yatakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu kwa kutazama mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunaendelea kusikia maneno ya Yesu kuhusu nyakati ngumu zitakazowakumba watu wa Mungu wa ulimwengu kwa ujumla. Haya ni maneno ya kinabii, wala si ya kututia hofu, bali ni maneno ya kutuamsha, kututia nguvu na kutuelekeza kwa Mungu hata katikati ya misukosuko. Yesu anatukumbusha kwamba historia yote ipo mikononi mwa Mungu. Kutoka katika maandiko haya matakatifu ambayo tumetoka kuyasikia kutoka kwa mwinjili Luka sura ya 21 aya ya 20, Yesu anasema, mtakapoliona Yerusalemu limezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba wakati umekaribia. Hii inarejelea kipindi cha mwanzo katika uharibifu wa mji wa Yerusalemu mwaka 70. Lakini pia inaakisi nyakati ambazo kanisa na watu wa Mungu watapitia mateso, machafuko au kujaribiwa kwa imani. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, Yesu anatuonyesha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, ulimwengu unaweza kupita katika changamoto mbalimbali. Yesu anatukumbusha kuwa miamba ya imani yetu inaweza kutikiswa kutokana na vita, mafarakano, machafuko ya kijamii, dhambi, upotofu na hata majanga ya asili. Yesu asemi haya ili kututisha, bali kutuonyesha kuwa mambo haya si mwisho wa malengo yetu ya ukombozi, bali ni ishara ya mabadiliko makubwa ya kimungu yanakuja. Jambo la pili, mtawala wa maisha yetu ni Mungu pekee. Yesu anafikia kilele chake kwa kusema, basi vitu hivi vikianza kutokea, simameni na kuinua vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu umekaribia. Na hiki ndicho kiini cha somo letu la leo, yaani tumaini lisilo katika. Ndugu zangu wana wa Mungu, misukosuko katika maisha yetu si mwisho wa mapambano yetu katika kutafuta utakatifu, bali ni mwanzo wa wokovu mpya. Yesu anajaribu kuonyesha kuwa hata mambo mbalimbali yanapovurugika hapa duniani, kwa Mungu hakuna kilichopotea. Daima kuna njia ya wokovu. Waisraeli walipata ukombozi kutoka Babeli. Kanisa likawa huru kutoka katika nguvu za kifalme, na Waisraeli wakabaki katika tumaini jipya. Pia maandiko matakatifu haya ya siku ya leo yanatukumbusha jinsi Mungu alivyo karibu na watu wake katika nyakati ngumu. Sisi kama watoto wake tunapokuwa tunapitia majanga, maumivu na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, mara nyingi kuhisi kuwa Mwenyezi Mungu yuko mbali nasi, lakini Injili hii inatualika kuona kinyume chake. Wakati giza linazidi kutanda, ndipo nuru ya Kristo inaonekana zaidi. Tutambue kuwa tumaini la Mkristo halisi halijengwi juu ya hali za kidunia,
bali juu ya ahadi ya Mungu. Yesu Kristo anasema, ukombozi wenu unakaribia. Na hiki ndicho kiini cha imani yetu. Sisi kama Wakristo tunasimama juu ya ahadi ya Mungu, si juu ya utawala wa dunia hii. Ndugu zangu katika Kristo, maandiko haya matakatifu yatukumbushe kuwa watu wa kusimama imara na si kukata tamaa. Katika familia zetu, katika kazi zetu, katika majukumu ya kanisa, tunapokutana na changamoto mbalimbali, tunaalikwa kusimama imara na kuinua mikono yetu kwa Bwana, kwani ndiye Mwokozi wetu katika taabu na shida mbalimbali. Mtu wa imani hapigi magoti mbele ya hofu, bali hupiga magoti mbele za Mungu. Yatupasa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, hasa watu wanaosubiri wokovu kutoka kwa Mungu wetu. Hili si kusubiri tu kwa maneno, bali kwa matendo zaidi, yaani kuishi kwa kufuata haki, kusamehe pale ulipokosewa, kuwa watu wa imani zaidi kwa Mungu na kujitoa kwa walio dhaifu na wahitaji. Hakika maandalizi ya kiroho ni kwa kufanya mapenzi ya Mungu kila siku. Ndugu zangu, maneno ya Yesu leo yanatualika kuacha hofu na kujaza mioyo yetu tumaini kuu. Dunia inaweza kutikisika, lakini imani yetu ibaki thabiti. Yesu anatuambia, simameni, inueni vichwa vyenu, ukombozi wenu umekaribia. Maneno haya yazidi kututia nguvu katika maisha yetu. Yesu Kristo yupo pamoja nasi katika furaha na changamoto zetu, na mwisho wa yote si giza bali utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. La Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu.